Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait International Airport umeshambuliwa na droni za Iran mnamo Jumatano tarehe 3 Juni mwaka 2026. Shambulio hilo lilifanyika asubuhi na limekuwa moja ya matukio makubwa zaidi katika mgogoro wa sasa wa vita kati ya Iran na Marekani na washirika wake. Waliolengwa ni droni kadhaa zilizolenga jengo la abiria la Terminal 1. Video za CCTV zilitolewa na mamlaka ya usafiri wa anga ya Kuwait zinazoonyesha wakati wa shambulio ambapo paa la jengo lilivunjika na moto ukawaka. Hasara iliyotokea ni kuna mtu mmoja aliuawa, raia wa India, na zaidi ya watu 60 wamejeruhiwa, na uharibifu ulikuwa mkubwa kwenye jengo la abiria na baadhi ya majengo ya kidiplomasia yaliathirika pia. Athari za moja kwa moja ni uwanja wa ndege ulifungwa kwa muda mfupi, safari za ndege zilisitishwa na kuelekea mahala pengine. Baadaye safari zilianza tena katika baadhi ya terminal, lakini Terminal 1 iliharibiwa sana. Waziri wa ulinzi wa Kuwait, Brigadier General Saudi Abdulaziz Al-Otaiba alitaja shambulio hilo kama uchokozi wa kikatili wa Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Kuwait ililaani vikali na kuita ni shambulio la jinai. Shambulio hili lilitokea wakati wa mvutano mkali kati ya Iran na Marekani. Iran ilidai kuwa lilikuwa la kulipiza kisasi kwa mashambulio ya Marekani dhidi ya malengo yake kama kisiwa cha Qasem na meli ya mafuta. Iran pia ilishambulia bahari wakati huo huo. Hata hivyo, kuna upande mwingine, walinzi wa mapinduzi wa Iran IRGC walidai kuwa uharibifu katika uwanja wa ndege wa Kuwait ulitokana na kombora la Patriot la Marekani lililoshindwa kufanya kazi vizuri wakati wa kuzuia mashambulizi ya Iran. Si shambulio la moja kwa moja la Marekani, na Kuwait wameikataa kauli hii na kushikilia kuwa Iran kuwajibika. Hii si mara ya kwanza tangu vita vya Iran na Marekani vilivyoanza Februari 2026. Kuwait ambayo ina kambi za kijeshi za kimataifa imekuwa ikishambuliwa mara kadhaa na droni na makombora ya Iran, lakini shambulio la Juni 3 lilikuwa na hasara za binadamu na uharibifu mkubwa zaidi. Serikali ya Kuwait ilifunga uwanja kwa muda na kuanzisha operesheni za uokoaji. Waziri wa mambo ya ndani alitembelea eneo hilo na kuona uharibifu. Ni kwamba hii inajaribu sana mapatano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa Aprili 2026. Rais Trump amesema mazungumzo yanaendelea, lakini hali inazidi kuwa tete. Katika uchumi, shambulio hili linaweza kuathiri zaidi bei ya mafuta duniani, kwani Kuwait ni mzalishaji mkubwa wa mafuta na eneo la Ghuba lina umuhimu mkubwa katika usafirishaji. Kwa ujumla, uwanja wa ndege ulioshambuliwa na drone za Iran Juni 3 na kuna mtu mmoja ameuawa pamoja na majeruhi wengi na uharibifu mkubwa. Hali inaendelea kuwa tete katika eneo lote la Ghuba na inaweza kuathiri amani ya kikanda.